kuandaa moyo wako ni kwa ajili ya kile Mungu ameandaa ni kwa ajili yako mchana huu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba sote tuwe na utulivu, ndiposa tukapata kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Ni ibada ya neno iliyo mbele yetu. Nitafurahi sana kama kila mmoja anapata mahali na kukaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusanganya mikono yetu. Makofi shangwe na vigelegele ni kwa ajili ya Mungu. Karibu sana Pastor Alson. Bwana vigelegele kwa yeye. Amen. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sawa? Acha nimshukuru Mungu tena kwa kibali hiki. Sio rahisi, lakini ninaamini Mungu ana lengo na kusudi. Haleluya. Sitachoka kuambia hivi. Mgeukie tu jirani yako, umwambie wewe ni mtu wa maana. Hajasikia Bwana. Yeye ni mtu wa maana sana. Yes, abarikiwe, ubarikiwe pia. So unapoangalia yetu nasema ni saa 6:19. Hii nayo nasema hivyo. Ile je nayo na mimi ni hivyo hivyo. Haleluya. Zote ni tukabidhi kipindi hiki kwa Mungu. Tuone je Mungu ametuandalia nini. Haleluya. Sote tuamini. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunakushukuru ewe Mungu kwa mara nyingine. Tazama Sunday School ya kanisa hili Bwana wamekuita. Teenagers Masia wakakuita. Mnenaji wa kwanza pia akakuita. Tukakuona katika sifa. Kipindi hiki pia Yesu ni chako. Si chetu Mungu. Ni kwa ajili ya yule aliyefunga duka. Yule aliyechagua kuja hekaluni hakuenda kuenjoy. Yesu hakuja mahali bure. Huenda hata kuna mwingine ni mara ya kwanza. Alikutana na mpendwa akapewa shuhuda za mahali hapa. Yesu, usiangushe madhabahu yako. Kama amekuja na mahitaji, Yesu kutana nayo. Kama amekuja na ugonjwa, Yesu mponye. Huenda amezunguka mahekalu, lakini Yesu acha Jerusalem Fire Church kauli ya mwisho. Akakutana na haja za moyo yake. Mungu wangu tunakukaribisha hiki Bwana. Kila wakuu wa anga walio kinyume na neno hili, Baba akutana nao. Tunatuma doria wa moto kila kona. Nendo kateketeze kila maroho. Nendo kateketeze kila uchawi. Kila pingamizi ya neno hili Bwana. Yesu hazitapata mamlaka. Tunafungua mamlaka yako. Baba, pokea sifa na utukufu, tutakuregeshea. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu leo ningeomba uwe haraka sana. Niko na historia mbili tofauti, lakini zote zina ujumbe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba nipate Sunday School wawili haraka sana. Ukisikia Sunday School na Sunday School njoo hapa mbele. Sikulize mtu maswali. Nataka teenagers wawili. Nataka vijana wawili, nataka mama mwenye mtoto mchanga amembeba. Nimesikika na mmoja teenager na mwana mmoja. Hakuna maswali hapa. Nataka mama ambaye ana mtoto mchanga. Hili neno lazima lipenye. Sawa?
Kwa tunaanza tu hivyo. Barikiwe mama. Simama hivyo hivyo. Mwanzo umejipanga vizuri sana. Haleluya. Sasa huyu nataka nimpe mavazi mawili. Sawa? Nimemregesha wakati ni mjamzito. Sawa? Nimemregesha wakati alikuwa mjamzito. Huyo ni mama mwingine, sikutaka aje hapa, ni huyu sasa. Level ya pili, huyu mama amebahatika alichokibeba amekiona kwa macho yake. Kiko wapi? Unamtembea muone mtoto hapo. Sasa wakati huyu mama alikuwa mjamzito, alikuwa ana kila maombi ya kuwa huyu mwanangu anamuunganisha na shida nilikataa. Lakini ninaamini kwa Mungu mtoto huyu nikimzaa nitahangaika naye mpaka aje akue, nitamfundisha hata kama nitafua kwa Wahindi. Lakini mtoto huyu amalize shule aje ajiriwe anisaidie. Wajua anaomba haja sana. Kuna mtu tuko pamoja kama umerukwa. Maana leo nikilisoma bila mfano utakorogeka, utanielewa. Sawa? Tuko pamoja hapo. Mama amehangaika na ile mimba. Amejifungua mtoto ndio huyu. Maombi yale bado yako. Maana mtoto huyu hajakuwa bado. Bado ni mdogo, hajapeleka shule. Mwanangu nakuombea kwa Mungu akuepushe na kila mabaya. Haleluya. Wakati amempokea anaanza kuwekeza polepole. Akifua 200 hali zote 20 anaweka. Maana anaamini huyu ataenda shule siku moja. Haleluya. Mpaka mtoto amekua sasa. Miaka 10 imepita, mama amebarikiwa na watoto wawili sasa. Haleluya. Ana watoto wawili sasa. Huyu amekuwa kwa mmoja hao wawili. Sasa yuko kivyake. Maombi amerudi kwa hao. Huyu mama bado ana matumaini sana hapo. Maana hajaribika bado. Ndio. Mungu bariki hao watoto. Kama ni shule anang'ang'ana, wakifukuzwa yuko mbio. Maombi ni yale yale. Siku moja wanipumzisha hawa wanangu, si ndio? Wametoka kipindi hiki. Hawa watoto wamekuwa tena wamefika hapa. Sasa hii stage kuna mambo mangapi? Matatu. Upendo wa mzazi utabaki pale pale. Lakini hawa watoto kuna tofauti zitaanza kuonekana. Enda huyu shule anashika, huyu hashiki. Enda maumbile yao ni tofauti. Wajua hata watoto akiangalia mwenzake akimwona ni mrembo kumshinda, ana vita vya kiroho yeye peke yake. Wazazi mko hapa? Naongea uongo? Naongea uongo mimi? Sasa mzazi hana shida na hao watoto, bali amekuwa akiwaambia toka wako tumboni. Lakini watoto wanaanza kuleta tofauti. Mara huyu apende huyu, mara huyu apende huyu. Huyu akienda kwa mzazi akimpa majibu anasema, mwanangu barikiwe. Anaona ndoto bado asipotee. Mwanangu bado anaelekea, anaweza kuwa daktari huyu. Haleluya. Lakini wakati huyu mama ana matamanio na wale, pia kule nje kuna mazingira tofauti. Yako kinyume na maombi ya huyu. Haleluya. Kuna mtu amepotea hapo? Tuko pamoja? Kabisa. Sasa hao watoto wamepita stage. Wakifika hapa wamemaliza shule sasa. Mama kuna mawili. Eda sema ya kumzika ama sema wacha nihangaike. Pale kuna mawili. Wamaliza wote form 4. Mama amefua. Mama amepiga deki. Mama amefanya kitu. Mpaka amefika ile stage. So kuna mawili pale. Ama anaingia kila mlango. Kiko ama hakuna. Sababu gani? Sababu ya tofauti ya huku nyuma. Ukiwa na watoto ambao watakuwa wakiwa hawaelewani, usiwe na matarajio sana ya kuwa utapumzika. Na ndiposa shetani yuko mbioni, awaharibu wakiwa wadogo. Haleluya. Watoto waharibiwa kwa ni kama mimi tayari. Hapa hata amebeba anawaombea. Na shetani anaenda na nyakuro. Kwani si Yesu angeachiliwa mpaka akakomana akafuatana na Herode? Akasema acha nimalizane naye mdogo mdogo.
Haleluya. Tuko pamoja hapo. Sasa ikifika stage hii sasa, hao watu wamejielewa. Kila mtu ana kazi yake, kama wewe daktari sawa, kama wewe mwalimu sawa, kama huyu alisoma akapita ndiajiriwa ni sawa. Lakini sasa tuko katika huyu mama na haleluya. Sio mtakia haya wili. Hao mama ametembea nao, sienda ndo wadako hapa. Toka kale kachanga mpaka amefika hapo. Kila mtu ana kazi yake. Najua kila mtu hapa ana mfano wale watoto wake. Ni mfano, wewe jijazie na kwako. Wewe na watoto 10, 20, 8, 6, jijazie tu. Tutatembea pamoja. Haleluya. So tukifika hapa, wazazi wana matamanio ya kuwa huyu mwanangu atapumzisha. Lakini kama watoto wako ndani, kuna mzazi kupumzika hapo. Haleluya. Haleluya. Lakini sasa mzazi atakosa kuelewa vita vya hawa. Lakini huyu anaelewa bali hamtaki huyu na huyu anaelewa bali hamtaki bayo. Huko hivyo wala sasa wajomba jichonge na watoto wangu wenyewe wanajuana. Hata getini tuingie katika maandiko sasa. Kitabu ni cha Mwanzo 23 na zote sura 20. Nisomee mpaka 23. Ukimaliza ruka wengi hapo 27. Mwanzo 25 kuanzia mstari wa 20. Hii ni story tamu sana. Sima na kwanza kuisikia. Yes. Amen. Kitabu ni cha Mwanzo. Kitabu ni cha Mwanzo 25 kuanzia mstari wa 20. Inasema nini hiyo? Isaka akawa mwenye miaka 40. Alikuwa na miaka 40. Alipomtoa Rebeka. Yes. Binti Betueli. Ameoa huyo. Amen. Mshami wa Padan Aram. Ndugu wa Labani Mshami kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake. Isaka akamwomba Bwana ni kwa ajili ya mke wake. Usisahau Isaka alikuwa nadhiri ya Ibrahimu. Baba kana tufundisha asubuhi ya kwamba mali haiwezi zuia majaribu yasifike. Unaweza ishi kama nadhiri ya Mungu, lakini mazingira ulionayo ni magumu mno. Haleluya. Amen. Kwani Isaka alipata nia? Ndio Ibrahimu alimpata Isaka. Nia. Isaka mwenyewe akasugua miaka mpaka kafika 40. Ndio. Unaona miaka 20 unasema Mungu amekuacha. Are you serious? Kwa hiyo miaka 30 unasema Mungu hanitaki tena, wokovu ni basi. Nadhiri hapa imekaa miaka 40 bado inaomba. Sijui kama nikitumia neno nadhiri unanielewa. Nadhiri si kitu kilichopatikana rahisi hivi. Haleluya. Amen. Akawa anamwambia mke wake tu. Haangalie dhaifu leo kwa mke wake. Siku hizi kuna kuvumiliana tena. Wajua kwa nini kuvumiliana? Mimi nimeona miaka 40. Nataka kuvumilia miaka 60. Mimi nimeoa na miaka 40 ndio nimeoa. Amen. Maana alikuwa tasa. Kuna mali nataka hapo, twende tu. Naye Bwana akamwitikia. Bwana akajibu lile ombi. Miaka 40 akamwambia sasa pokea. Amen. Lakini asijua anapokea nini. Twende tuingie kwa ile mifano sasa. Amen. Na Rebeka mkewe sasa yule tasa akachukua mimba. Chichibura. Amen. Twende. Watoto wakashindana tumboni mwake. Walishindana wakiwa na wakubwa. Walishindana wakiwa wapi? Wakiwa wapi?
Wote sikia mtoto anageuka anasema, nimelala nasikia mtoto amerudi huku, wacha karangwe. Haleluya. Sisi tuna asasi zetu. Yeye aliposikia tumbo, sivyo. Kuna kitu alifanya. Haleluya. So watoto kiona wanapigana ni wakubwa, vita havikuanza nje mama. Mzee vita havikuanza nje. Unajitahidi kama mzazi, lakini hao watoto kuna vile walikuwa wanashindana hapo ndani, wao kwa wao. Ndio. Amen. Watoto wakashindana tumboni mwake. Hapo tumboni wakaanza kushindana. Naye akasema, Rebeka akajiambia mwenyewe, ikiwa ni hivi kubeba mimba, kuishi kwanifaa nini? Mbona niishi? Na security nje. Maana kila wakati upanga nje. Hizi pesa zilikuwa za nini? Unaweza omba kitu kwa Bwana mpendwa, ukakipokea lakini kikawa stress. Lakini wakati kiko kinyume ulivyotarajia, tulia, kuna mazuri pale mbele. Amen. Haleluya. Amen. Kinachopigana tumboni mwako hakipigani kwa ubaya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuendelee kidogo hapo. Kuna mstari nataka hapo. Amen. Ikiwa ni hivi kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Amen. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako. Umebeba mataifa mawili hapo tumboni. Amen. Na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili. Katika hao watoto wawili kuna mmoja atakuwa hodari kuliko mwenzake, na mkubwa atamtumikia mdogo. Vita vilianza hapo. Haukutoroka kijijini bure mama. Yes. Haukutoroka kijijini bure mzee. Yes. Kuna kitu kilikutorosha bure. Unaona ni kesi za mashamba tu, lakini haikuwa kesi. Haukutoroka bure. Hukutoroka ndoa bure mama. Kuna mwingine alitoroka akisema wacha nikafibele na wanangu. Maana ukiangalia mateso yale yakiwa kwa watoto watakufa wote. Kuna mzee aliacha kijiji, nyumba yake, shamba zake. Maana vita vya ndugu vimezuka. Kila mtu anasema ni kwangu, maana mzee alikufa. Ninataka nikwambie, hizo vita usizisahau. Mtesi wako hajasahau. Tunashikanisha msijali. Haleluya. Amen. Yeyote aliyetoka ukambani ukasema wacha niende nikatafute nyumba Likoni niishi, ndio ukakutana na mtumishi Pastor John, usisahau kilichokutoa ukambani. Ukisahau utakuwa unafanya vita vikubwa, utaangamia bila kujijua wewe. Maana kuna siku utarudi kijijini ukiwa na jigamba, hawa ni sahau hao. Unaingia na pirado yako. Moja atakumbuka hapo, huyu bwana kuna kitu alinifanyia tukiwa tuko nyuma. Ataanza kukupigia hesabu. Haleluya. Amen. Tunafundishana. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko watoto ni wadogo, lakini wameonyesha vita wakiwa tumboni hata nje. Lakini kuna mwingine alijisahau. Twende 25. Hapa 25:27. Tumefika 23. Ruka kila kitu twende 27. Amen. Inasema. Inasemaje? Watoto wakakuwa. Wale wavulana wakawa wakubwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda. Mmoja amewekwa kwa mawindo mwingine. Amen. Alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama. Alikuwa hodari wa kuwinda wanyama, hiyo ni kazi yake. Mtu
mtu wa nyikani. Huko nyikani. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu. Huyu mwingine ni mtulivu tu. Mwenye kukaa hemani. Kukaa hemani, hiyo ni kazi, usisahau. Hivi wasikiaje muli, kuna ndugu yako, wewe na watoto unafundisha, kuna ndugu yako ambaye mko pamoja, bado una wazazi mama na baba, hataki kuwaondokea, na wewe uweza cha mama yako kalala njaa, kila ukitafuta unga unaoleta hapa, huyo ndugu yako haendi nje, yuko hemani ametulia, anangoja unga, ale ashibe, aingie kwa TikTok. Mbona anajua na mchezo wewe? Mula ananiambia na mchezo. Wale wengine tunasema nini? Wewe unasikiaje hivi? Hata mtu aliyeolewa akipigiwa simu, anajua kwa mama yake bado kuna brada yake ambaye jishughulishi. Adui mama sitakutumia, ule na huyo tu, asitumi mimi. Kwa imani na mama yake tu. Mkilisha mama nada. Achukue pesa ya unga, anunue bundles. Niweza kumwona TikTok tunaana kazi. Wasikiaje tena? Wasikiaje? Kuna uombezi hapa unajeni. Vijana, wasikiaje hapa? Memaliza nyote form 4. Yeye ameketi kwa mama tu huko na unafulia. Ukituma bana siku mbili, hakuna unga hapa leo. 500 zote. Ambapo mwanzako alichukua 200 alikuwa na shida zake. Unachukua ile namba na block mwanzo. Twende kuna mahali hapa. Amen. Basi Isaka akampenda Esau. Isaka akavutiwa na Esau. Kwa nini? Alikuwa ni mtu kujishughulisha. Siku zote mzee anapenda mtoto anayejituma kirudi. Maana majukumu angeyafanya mzee, anajua nimepata mwenzangu wa kunisaidia. Lakini pale napo kuna mama ana mtoto wake, huyu msimtese. Siduko nao bwana. Wala hatuna. Hata wanawake huyu utakuja mwana. Fanyeni kazi humu acheni bado yuko nyuma. Alikula mawindo yake. Kuna siku aliota chochote cha mtoto wake. Mmoja ameketi pale barabara wake sasa. Hana jualo. Anamwambia jaribu shati baba. Akipiga hivi kabla hata alitimwa na yeye. Nini? Anataka tuende kutembea mwanangu, mwache mama yako. Sio bwana ambaye mwache mama yako, mwache mwenzako, huyo mama mwenzako hapo twende tukatembea. Unakuta msichana shika mtoto wake akiwa amejikutua hivi. Yule mwingine anabaki pale pale na mama yake. Lakini wakati wanatoka kule nyuma hakujakatwa bure, wanapanga. Kwa mama wajanja anapanga. Yule aliyekuwa nyumbani ile pesa ile tuma isapana ngwa jiekee. Atafunga biashara wa kwanza yule kuliko wa Mombasa huko. Naongea uongo. Unaelewa nyumbani? Utasikia kuna biashara ya omena. Na hapa huna hata dala kwa account hapa Mombasa. Mipango ikapangwa, twende sasa uone. Wale vile watafutaji wanaumia. Amen. Na Rebeka akampenda Yakobo. Wewe mpende Esau niachie huyu wangu. Lakini usisahau watu walipigana tumboni mpaka anapozaliwa mmoja kama ameshika kisikina cha mwenzake. Ndio. Nimeparuka hapo katikati. Kama anatoka nje hivi, hapa ameshika hivi. Ndio. Kumaanisha twende nje vile vita tutavimaliza huko. Twende tu. Amen. Yakobo akapika chakula cha dengu. Sikiza sasa. Esau akaja kutoka nyikani. Yeye amepaka shughuli zake. Aliyemwacha hapa nyumbani amepika mchuzi. Maana kama nyanya nakwambia mchuzi wa mwekundu. Wala bwana mama, Biblia inakwambia dada yangu ni mchuzi mwekundu. Ukiangalia hivi. Wewe Mama anakwambia umekosa. Usijali, ndugu yako ana chochote hapa. Hata usife moyo. Keti tu. Najua kesho ukitoka utapata mwanangu. Ndio sawa. Haleluya. Ikifikia hiyo kipindi wewe utoka ukakope nje.
kakope kama chakula ukule. Lakini hiyo sauti umekosa. Keti hapo. Keti tu. Huwa ukosi siku zote. Lakini mwenzako ana chochote pia yeye. Wewe usikie chochote. Mchuzi wa redi venye ulikuwa na gharama. Mchuzi wa redi. Amen. Yakobo akapika chakula cha dengu. Akakipika chakula cha dengu. Sema dengu huko nyuma. Twende. Esau akaja kutoka nyikani naye alikuwa amechoka sana. Yule winzani. Wale wadogo kule nyikani ni winza. Mawindo. Wamefukuza swara hukupata lolote. Wawindaji hutoka asubuhi mapema wapate dikidiki. Sasa nabaki yako. Wewe ndio utafutani. Mimi nimekaa hapa. Hicho changu wakiomba. Lakini Yakobo akakumbuka, nilikwambia vita ulivyovianza nyumbani hata ukaja town. Usinisahau. Huyu mwenzake anakumbuka kile kisikila alichokishika. Akajua hapa ndio kutapatikana suluhisho ya ile vita kule tumboni. Hapa hapo kwenye supu hapo. Nasikie. Msikize Yakobo. Tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile. Nipe hicho. Kwa kuwa ninazimia mimi. Mimi nina njaa, nimechoka na kitamani hicho. Amen. Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu. Edomu. Amen. Yakobo akamwambia. Sasa na anafunguka Yakobo. Amen. Yesu amesahau alichokufanyia nyuma. Haleluya. Amen. Anasahau alichokufanyia kule nyuma. Anaona vilisha. Umependwa hujamalizana naye. Yes. Haleluya. Amen. Anaanza kufunguka sasa. Sikiza. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Kabla hujakionja niuzie kile kitu ambacho tulipigana pale tumboni. Maana wakati Rebeka ameenda kwa kuhani, aliambiwa na mataifa mawili. Mwokovu atatamkia mdogo. Sasa Yakobo alitaka kutoka, maana kuna sauti ya Mungu ilikuwa imetamka. Lakini Yakobo akakosa nafasi. Akajua kwenye siku toka wa kwanza huyo amechukua kila kitu. Mpendwa, chunga sana wakati wa mahitaji. Haleluya. Chunga sana wakati unataka. Huko kutaka kumevunja ndoa. Mama, unapata jamaa hata hana haraka. Kimwangalia ni tofauti na bwanako. Yameka gari, bwanako hana. Unakwambia si unakaa uliolewa mama. Ni kweli, lakini huyo bwana nilionaye. Acha tu. Sitakuelezea sana. Anakuuliza kwa pole, una uhakika na usemacho? Ulikuwa unataka nini? Hapo kwetu kuna harusi, lakini kiangalia bwanangu, sitapata madhara ya mchango mimi. Hii na sawa ndio miezi yao hii. Kazi hakuna. Haleluya. Akatamani mchuzi. Akamwambia kuna kitu kimoja tu. Mchuzi nikupe, utaniuzia. Asikiza huyu mwenye njaa kinyawa anajibu. Amen. Esau akasema. Esau akasema nini? Tazama. Mimi ni karibu kufa. Mimi sitaki kusikia story ya uzao. Niko karibu kukufa mimi. Enda supu haraka. Amen. Tazama mimi ni karibu kufa. Ni karibu kufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yaani umedharau. Haleluya. Sasa unachoniambia kitanifaa nini? Wakati wa shida unaweza dharau hata ile huduma ulionayo. Wakati wa shida unaweza dharau ile ndoa ndogo ulionayo. Unasahau huyu mtu ulionaye, kuna siku atapiga hatua pia yeye. Haleluya. Wakati wa chawa tunaona hapa tu. Haleluya. Kwani mimi nilipokuja hapa siniweza ukati kwa bench pale nyuma. Lazima ile aliyotuacha kwa mabench akija.
lakini alipotoka alitoka akiwa anajua hatutafika hapa. Si ndio? So chochote unachokiona kina ugumu, kivumilie, kina mahali kinakupeleka. Lakini ukiweka njaa mbele, kitakuharibia pale mbele na utakuja kumbuka. Isaya alilia aliposikia Yakobo amebarikiwa, lakini akasahau kuna siku alikunywa supu. Haleluya. Amen. Sahau. Lakini cha msingi zaidi, usisahau ulikotoka. Usitoke kijijini ukaja town ukajisahau. Amen. Yule mtesi hajasahau bado na wewe. Hao watu wanaelewana vizuri. Na ukileta mchezo utakufanya pressure na waache wakitamikana. Mpaka kieleweke, maana kila mtu ana hatima kwa Mungu. Amen. Tuingie Samueli wa kwanza. Maliza. 2:8 kuanzia 3. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza 28 kuanzia 3 inasema. Inasemaje? Basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Samueli alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza. Israeli kipindi hicho wanaomboleza. Na kumzika huko Rama. Wanaendelea na sherehe za maziko huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Huo mji wa kina Samueli. Amen. Wanataka kusikia stori za Samueli na watu wake. Amen. Tena Sauli alikuwa amewaandalia mbali hao wenye pepo. Kuna watu walikuwa wamefukuzwa katika mji wa Sauli. Wa kwanza ni wale wenye mapepo, kwa utambuzi, wale wenye watambuzi na wachawi katika nchi. Na wachawi katika nchi. Huo ulikuwa ni msako umefanywa na Sauli. Haleluya. Amen. Nao wakapiga hema katika Gilboa. Wakafanya hema yao pia hapo. Amen. Basi alipowaona huyo kiongozi akaanza kuogopa. Na moyo wake ukatetemeka sana. Akatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Sauli akabidi amgeukie Bwana aulize. Bwana hakumjibu. Hakuna sauti iliyotokea. Wala kwa ndoto. Wala kwa ndoto. Wala kwa ulimu. Wala kwa ulimu. Wala kwa manabii. Hata manabii hawaoni lolote. Kwa nabii wako anaona vitu. Wanaweza zibu. Kwa katika lile kundi. Haleluya. Hao watu wote waliowasikia ni wao wamefukuzwa. Lakini hapa Sauli ameanza kutetemeka, ni kwa ajili ya jeshi lililosimama mbele yake. Alipomgeukia Bwana kutaka kujua, je, vita hivi nitavishinda ama la? Sauti haikutoka mpendwa. Kutetemeka kwa njaa. Kuna watu walikuwa wamewategemea katika maisha ya kwamba hawa hawashindwi na lolote, lakini pia hao hawakuleta mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha Sauli yameanza kuteremka sasa. Kuota sioti, maono sioni, watu wote siwaoni, vita vimesimama. Huyu Bwana ananiwazia nini? Mpenda kipindi hicho, wewe unaweza nini? Kazi imefutwa, watoto wameregesha nyumbani, mzee ni vita kila wakati. Haleluya. Ukija kanisani unataka Pastor John aombe kama vile unavyotaka wewe, na hata yeye akiomba asiendi hivyo. Ushafika mahali unatamani tu Pastor aombe tayari Mungu apige ti. Utakwambia kanisani useme Mungu amejibu, lakini kila kiomba haviendi hivyo. Pastor anaomba vibaya. Unatoka unaenda kwingine. Unaambia hata manabii hawakuona. Wakati wa kuteseka na mahangaiko, hata yule mwonaji hataona, maana atazibwa. Wazalo mtu haoni kumbe ndio amewekewa kioo. So tuangalie technique ambayo Sauli alifanya. Na hiyo technique ndio inafanyika katika maisha ya sasa. Tuendelee hapo chini.
Amen. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake. Sauli akatafuta watu wawili akawaambia, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Sahihi, tafutie. Nipate kumwendea na kuuliza kwake. Huyo bwana nimemuona ana mchezo na mimi. Sasa nitafutie mwanamke mwenye pepo la utambuzi. Nataka nikamuulize mambo yangu. Lakini maandiko yanasema Sauli hakuenda kama Sauli, hata mavazi aligeuza, hata sauti akaigeuza. Maana alikuwa amewafukuza. Yaani mimi nimfukuze mama maombi kwa nyumba yangu. Akitoka nishikwe na lipepo. Alafu niende kama Alison kwa maombi niombe. Na kule nimemfukuza mbele ya kila mtu anaidi. Wewe unaniombea? Haezi. Lakini tatafuta kajia kwa nikwambia, Bwana Yesu asifiwe, ajini Alison. Asifiwe Yesu. Amen. Ha? Na kutafutia kambini kwa nikija, hutajua ni mimi. Lakini ni mimi. Maana nakuamini. Mungu ameniacha. Nimekuja kwako mama. Wacha tumwambie. Siku zote. Hili lisitoke kwa akili. Hata miaka 10 ijayo. Huwa anajua huyu ametoka. Lakini Pastor John anaelekezwa na nani? Na Mungu. Yule anaenda kwake naye anaelekezwa na nani? Na Mungu. Sasa ona kajiandaa. Sikiza mwenye alijiandaa. Watumishi wake wakamwambia. Wakamwambia nini? Tazama. Yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Kuna watu unaweza kuwa nao kwa ploti, lakini wanajua kule ambapo kuna visarakasi. Na shida zikondokei. Si tuende mahali fulani huku tukajaribu na sisi. Tuone kama kuna kitu kinaweza fanyika. Hizo vitu ziko. Akapata wawili akajua kuna mama mmoja ni hatari. Wewe tuende tu. Asikize mama. Tazama yuko kuna mwanamke tu mmoja. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine. Asikia? Kuna Biblia zingine zitakwambia alivaa mavazi ya mwanamke pia yeye. Na kuvaa mavazi mengine. Kisha akaenda. Akafuata mwanamke. Yeye na watu wawili pamoja naye. Wawili tu. Wakamfikiria yule mwanamke usiku. Usiku ndio anaingia. Akasemaje? Tafadhali. Na kuomba mama, unibashirie kwa utambuzi. Niko hapo Karamli. Ukanipandishie yeye. Nipandishie yeye. Nitakayemtaja kwako. Ambaye nitamtaja kwako. Yule mwanamke ngoja kidogo. Sauli hata na mtu ambaye nitamtaja jina akija mlete. Kabla hatujaokoka huko nyuma, nimejitoa mfano, lakini najua mfano utanielewa. Tulikuwa tunaenda kwa waganga. Ukifika kule umekasirika mama, maana bwana wako ana bibi mwingine. Niletee huyo bibi, nataka kumuona yuko vipi. Hata kama na 20,000 nitakupa mganga. Na nakwambia ni kazi rahisi hiyo. Haleluya. Amen. Watu wanainukiana. Nataka kuangalia biashara yake inaenda aje. Haleluya. Angalia aliyekuja sasa. Wewe. Yule mwanamke akamwambia. Angalia, unajua alivyofanya Sauli. Yule mwanamke bado anaelewa. Sisi waganga tulifukuzwa. Huyu naye anasema nifanye uganga ili nije nuliwe. Asijue yule aliyefukuza waganga ndio anataka uganga sasa. Hii sura nimekumbuka hii. Nilinikemea pale kanisani. Alafu anasmaili kidogo. Kwa anasema matatizo yangu yameisha. Kumbe anakumbuka lile jeraha lililomkemea. Ukikataa kitu, kikatae kabisa, usinitafute. Atakuangamiza. Amen. Eti mimi nimekuoa.
Umeniacha nimeenda kazini, umeuza kila kitu hata TV. Umeenda huko umefilisika, waniita kwa chief. Ona mimi nita TV yangu. Mimi nita TV yangu mimi presi. Nasema huyu hajui. Chief atoke simeisha. Waleta bibi yangu niende naye. Ukikataa kitu, kikatae kabisa. Kama ni shetani, mkatae kabisa. Ukimfuata kabisa. Bwana naona ukikemea hapa. Hata kama ukemea unakuwa haya, choma, tuwe choma pia. Ukija ukienda ukangani utasikia. Watakujua wenyewe. Tumiza huyu. Naangaliwa huyu ni kama alituchoma siku moja. Na mbona mwache hivyo? Mwanamke akakumbuka, Bwana, tulifukuzwa na Sauli. Huyu amerudi, ametoka wapi? Sikiza alichokijibu Sauli. Amen. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli. Wajua kile ambacho Sauli alifanya wewe? Jinsi alivyowakatalia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Wachawi wenye pepo wa utambuzi walikataliwa. Amen. Mbona basi? Walitegea tanzi uhai wangu ili kuniua. Mungu pasa anakemea uchawi, wewe nyumbani una mganga wako. Hello. Mungu uchawi unachoma, kule unaelizia ndoa. Unasema hii siende ndoa kanisani, nilangwani yake chini ya kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Mgani anataka utambuzi tu. Je, itakuwaje? Mbona Bwana ameninyamazia? Bwana akikunyamazia, mganga haezi kupa solution. Bwana asifiwe. Amen. Kama Mungu hajakwambia huyo ndo wako, uliza za kupa mume kweli? Kama hujamboa rudi. Mganga anaweza kurejesha kweli? Hawezi. Asikiza kile kilichofanyika. Twende. Sauli akamwapia kwa Bwana, akasema, aishivyo Bwana, Aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. hakuna ghadhabu itafanyika. Haleluya. Amen. Wajua Sauli anamfariji yule mama ili mambo yake yatumie. Nataka uelewe. Sauli pale hapo ni kama Sauli ameenda kama mwanamke pale. Ana mavazi tofauti, si mfalme tena, ameenda usiku. Tena anamwambia Bwana, yeye hana shida. Wewe fanya tu mambo yako. Haleluya. Amen. Amen. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakayempandishia? Wataka nikupandishie nyama ya nani leo? Pale kilingeni, Wataka nani mkule leo? Wajua watu wa uchawi wanachagua wenyewe. Waweza nitoa mimi maana hunipendi. Hawa hawanitaki. Wacha tuwalete pamoja tuchague. Akiguswa ni kile kipenzi chako. Waka niacha mwanzo nikafikirie. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anaulizwa, wataka nani nimuite muulize maswali yako? Yule alikuwa amezikwa na hakuenda mazishi yake. Mwanzo hakutaka kusikia chochote. Alijibu nini Sauli? Amen. Naye akasema, nipandishie Samueli. Huyo aliyekufa, mleteni jamani, maana hapa duniani nimeona hakuna wa kunisaidia, bali aongee nitasikia. Weza kataa vitu wakati uko navyo. Vikakuachilia vikaenda. Ukaenda kaburini ukaenda galia. Bwanangu, nisamehe. Kumbe ulikuwa unaniambia kweli. Njoo basi hata kwa ndoto niambie nifanyeje. Lakini alipokuwa hai, mtu hili
ili nikapata dawa na niwekea hii. Bwana Yesu asifiwe. Niletee Samueli niongee na yeye. Mtu alikufa zamani. Aliposema hivyo yule mwanamke ndo akakumbuka, kumbe huyu ni Sauli. Twende malizia. Amen. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli tu alilia kwa sauti kuu. Akalia yule mganga. Na yule mwanamke akamwambia, "Danganya. Mbona Sauli hukunaambia kweli toka hapo?" Amen. Ni nani ambaye shenda kwa mganga akasema kweli hapo? Hata yale maneno na mwambia mganga kuhusu bwanako wa uongo. Wale fununu. Nasikia mganga bwanangu ana mke mwingine nje. Lakini hujamshika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamuuliza, "Mbona huko naambia kweli? Kwa wewe ni Sauli. Umefanya na umesumbua mtu aliyekufa, mtu ambaye tulimheshimu sana." Bwana Yesu asifiwe. Sauli anauliza swali tena hapo. Malizia hiyo. Akamwambia nini? "Usiogope." Hata sio na wasa kwa mwana Samueli. Tulia, niko na kitu changu nimekileta hapa. Twende. Waona nini? Waona nini hapo kwa kioo? Yule mwanamke akamwambia Sauli. Yule mwanamke anaongea sana mweleza alichokiona kwa ramli. Amen. "Naona Mungu anatoka katika nchi." Sasa Mungu alikataa kuonekana. Usira kwenda kwa Sauli anatoka Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza nini? "Ni mfano wa nini?" Ni mfano wa nini wa Mungu? Maana sijawahi kutana na yeye. Akajibu nini? "Ni mzee anazuka." Naona mzee anainuka. Naye amefunikwa vazi. Kuna vazi limemfunika. Basi Sauli akatambua ya kwamba Sauli akajua huyo si mwingine Samueli mwenyewe. Sikiza nikwambie, hata wakuendee Tanzania hautatoka wewe mama. Kuna mtetezi atatoka. Kuna mtetezi atatoka. Hautatoka wewe. Ndio. Haleluya. Yule aliyemtaka hakujakuja. Walimfunga watoto wako wamalize. Wacha damu ya Yesu itapakae kwa hicho kioo. Amen. Haleluya. Amen. Vinavyofanyika usiku ni vingi, wana Jerusalem. Tusidanganyane. Maandiko yanaongea haya. Huenda kwa kazini mama na biashara yako ndogo ndogo, lakini watu usiku hawalali. Wanataka kujua mama anafanya nini. Lakini nataka nikwambie, watakapofuta biashara yako kwa vioo vyao, sitaki hiyo biashara ionekane. Tunaifunika kwa damu ya Yesu. Hautaki kujua atafanya nini? Basi ni huduma wataziangalia, wasiangalie. Lakini kila huduma itakayoangaliwa kwa vioo, ninaomba Mungu hiyo huduma sije. Haleluya. Amen. Unaona nini? Naona mzee anainuka, ana vazi. Siku mzika hivi amekuja huko kwa kioo. Lakini wakiona hivyo wao waseme praise. Hawasemi. Eti nilienda kumfuta praise akaja Yesu. Ni hao ni mchawi huyo. Si uchawi. Kuna kitu kilionekana huko na wakikuwa mimi. Amen. Watakufuata hata usiku. Wacha wakifika wakupata na nyonyesha mama. Amen. Wacha wakikupata ufika na abudu. Wasikupata wamelala. Hakuna kulala tena. Wacha waenuke, wakifika tunasifu Bwana. Amen. Haleluya. Hawatatupata sisi. Hawatatuona sisi. Amen. Wacha huduma zetu zifichwe na Mungu. Yes. Daudi akawindwa mpaka akakimbia. Lakini kuna siku Daudi alimkuta Sauli amelala njiani. Hakumlipizia ubaya. Alikata tunguo kidogo na kaenda nayo. Asubuhi akamuuliza swali moja. Ningekuwa na ubaya na wewe Sauli,
wakati nimekupata umelala, si nikakuangamiza? Sina vazi lako hili. Sina ubaya na wewe dadi. Wewe nenda tu. Usiwahi lipisia adui yako ubaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukifundishwa hiyo. Ichukue. Uwe mtoto, ichukue, itakusaidia mahali. Adui haombewi. Usiwe na taswira ya mtu kwa akili yako. Usikatazwe safari ya India ukasema ni sababu kuna fulani. Wachie waende. Tulia. Safari yako ikifika, kuna uwezekano yeye asiende. Kila mtu ana mipango kwa Mungu Bwana. Haleluya. Malizia hapo kwa Samueli. Samueli ameinuka na Amen. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe. Akajua huyo Samueli mwenyewe. Akainama uso wake mpaka nchi. Yeye tayari akaanza kwanza kwenda chini. Huyo mganga anafanya nini? Amen. Akasujudia. Wewe ndio gangano unakuta ni mpa pesa anaenda chini yeye. Akaenda chini tayari. Anajua hapa kumeumana hapo. Na itamuli kumbe si muli Bwana. Hata wakati mwingine tu watu endea mbio kutakina mama maombi. Mtesi wako akienda kule akifuka na mama maombi kwa kioo, anaomba, "Ni fire." Kuna wapi wewe? Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Bwana nisionekane nini? Sauli akasimama na ujasiri, lakini Samueli aliposimama akabidi aende chini. Nataka kama neno Samueli tukimalizia. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, "Mbona umenitabisha mimi?" Walitoa kuzimu Sauli. Walitoa kuzimu. Wakati ikiwa hayo ulisikia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unanitabisha Bwana. Haya sema na nini? Amen. Hata kunipandisha juu. Kunipandisha juu tena. Sauli akajibu Sauli, "Ameniacha Bwana. Hanijibu tena. Hajibu tena mambo yangu. Wala kwa manabii. Hata kwa manabii simuoni. Wala kwa ndoto. Hata kwa ndoto simuoni. Kwa hiyo nimekuita wewe. Nimekuita wewe Bwanangu. Ili unijulishe. Niambie basi hata kama ulikufa wewe, naamini una chochote cha kusema." Amen. Ili wewe unijulishe. Nifanyeje? Amen. Samueli akasema. Akasemaje Samueli? "Kwa nini kuniuliza mimi?" Kwa nini uniuliza mimi? Kwa Bwana amekuacha. Naye amekuwa adui yako. Amen. Yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Kuna maneno aliambiwa Sauli na akayaacha, akayapuuzia. Ndipo anasema kwa kinywa changu nilikutamkia kitu. Ungenielewa kipindi hicho, haungepika kaburi yangu nisimame. Kuna vitu unapovisikia wakati uko hai, vipime maji. Naomba. Hapa nimeambiwa nini? Kwenye nimefika nifanye nini? Ajana maisha ambayo niko nayo. Naweza kuwa tu 20 mimi kete peke yangu na kete kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nauliza, haya ni mambo hivi. Nimesikia huko. Mimi nifanye nini kama mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So lile jibu moja nipatia mimi, sila mtu itafuata hilo. Sasa kana naambiwa, kuna kipindi nilikuelezea, lakini hukunielewa. Bwana Yesu asifiwe. Usikumbuke mazuri ambayo sasa hivi tunaona ni mabaya, lakini huyo mtu alituondokea machoni, ndio tunajua kumbe huyu mtu alikuwa na umuhimu mkubwa katika maisha yetu. Itakuwa ni too late. Ndio. Watoto, vijana, ukiwa na mzazi sasa hivi, hata kama anakaa vipi, huyo mzazi mshike mkono vizuri. Amen. Maana huyo ndiye anakufanya pale unapoishi mwangaliani kweli. Wacha akufe. Wajua mielewi.
Yule mzazi ndiye anakufanya pale mnapoishi, unapenda kwetu, unajisikia kama ni kweli. Wacha mzazi akufe. Utakuja kwa hapa sasa. Kapauza. Hapo kwa mama yako, utaenda wapi? Hapo ndo unajua kumbe yule mama, kumbe yule baba. Hata kama mzazi yuko vipi, watu wa shule, mzazi akijitahidi kuja shule hata kama hana kiatu, nendo wanaanza zile. Si mzazi anakuangaikia siku nzima tu. Kwa nini mtoto yuko wapi? Wewe unamwangalia. Atatoka saa ngapi hapo geti naye? Nini? Kwanza mzazi anamwapenda, eti nikimuona nitaibika. Unaona mzazi mwingine? Wajua skendo ni nyingi sana shule. Ndio. Hana viatu ni wako. Amen. Hana gari ni wako. Amen. Enzi zetu nilikuwa nikimwona mamangu najua yule amekuja hana hata gari. Tulikuwa wawili na ndugu wangu. Hatutamwona ndogo, kwa ndugu wangu sitamwona mpaka mama aondoke. Akiondoka na nifuate. Mama amekupa ngapi? Kama nikaa nimemzoea. Sasa nikaje nikamuuliza swali. Hawa marafiki zako wote wazazi wao wanajiweza, hawaji kwa mikutano. Mama akionekana wote wanakuja, wanamfuata mama aeke signature kwa wazazi wao wanaonekana. Na ni huyu mama yetu. Wewe wajificha wapi? Hao bwana bado na shamba hapo bwana. Sio narudika. Hata kama mzazi yuko vipi nyinyi msomi. Yeye anakutegemea wewe uje uvalishe vizuri, umpe kiatu, hata kama basi utakosa gari. Amen. Anakupigia simu, mwanangu unaenda kwa ndugu yako visiting. Haya kuna 3,000 hapo kamwachie. Huyo mama atabila viatu kweli. Lakini ukimtoroka kumvunja moyo. Hata kiona peke yake hata pale kwa mkutano. Kwani mtoto wangu ananionaje? Mzazi anaangalia mtoto wangu amuone, mtoto anamuona nini? Anakopa tu. Kopa tu mpaka mzazi atoke. Tuelekea wapi? Ukitoka nje ndio anaanza mateso. Kumbe ni kule nyuma pia na pesa zinakukopa tu nini? Pesa zinakukopa tu. Mzazi ni mzazi. Ukiwa uamini wacha aende. Wacha kutoa yake machoni. Hata hii ya Kenya tutasikia tu. Wacha tu miezi miwili ipite hivi. Tutasikia kumbe mzee alikuwa ameshika ile fengo. Lakini kwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Samuel akauliza, "Una nini? Yale maneno yangu huku yasikia wakati nakuelezea nikiwa hai. Je, ni maneno gani mpendwa ambayo ulielezewa? Je, ni kitu gani mzazi wako alikwambia kijana? Je, ni vitu gani tena jazi unaelezewa?" Haleluya. Kwa huduma wenzangu, tunaambiwa nini mahali hapa? Mimi kitu kimoja huwa napenda kujiambia ni kitu kimoja. Hapa tuko kanisani lakini shule. Hapa ni shule tu. Pale shule lazima mwenzako ni notorious. Asikii kila siku ma suspension, mara anachapwa. Lakini akifika nyumbani na kitabu anasoma. Miaka 4 kisha jina lake liko chini, uko pale juu. Amen. Wewe ni nidhamu, ujifike vipi nyumbani? Sasa hapa kila mtu yuko mafunzo. Amen. Kuna yule aliyewekwa na Mungu hapa anafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile ambacho unaona hiki kinanifaa, chukua. Kesho kitakuja kusaidia mahali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa zikaanza kupanuka hivi vile unaziona, zilianza hapa. Yule kipelekwa kule, kanisa ndio limekuwa. Unaona kujua na hatima gani kwa Mungu, achana naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achana naye Bwana. Yeye anapokea, wewe unapokea. Tulia. Ninachopokea huwezi jua. Nikaona nisaidie maswali mahali. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Wanafunzi gani alipendwa sana na Yesu? Muongo wewe. Sunday school. Nani alipendwa na Yesu sana? Yohana ndo alikuwa kipenzi cha Yesu sana. Fanya research kila mahali. Hata kule shule. Kama kuna alimwasikia leo tunaambia niko sawa.
Petro alikuwa karibu lakini hakuwa amependwa na Yesu. Lakini yule ambavuni kabisa alikuwa ni Yohana. Lakini zile funguo hazikuwa Yohana, si ndio? Ukisoma maandiko Agano Jipya lote mpaka mwisho, ulisikia Judas sana kama mahali kwa kosa lolote? Hakuna. Lakini tulimjua baada ya kuwa amesalitiwa.